huo, alafu tuje tuyajenge hapa ya kimichezo. C'est pas la confiance, c'est l'analyse. Je connais le moyen de mon équipe et je connais Simba aussi parce que Simba il a changé. J'ai suivi ce qu'il a changé par rapport à l'année passée et moi je me suis préparé pour ça. Mais quand tout le monde critiquait Yanga avec l'équipe nigérienne, je disais qu'on n'est pas prêt physiquement. Mais ne soyez pas tristes, Yanga va avoir un grand team. Et là, on a montré qu'on est dans les bases d'un grand team dans le futur. Tout le monde a vu la qualité des joueurs et des joueurs. Sio kama alikuwa amejiamini kupitiliza, isipokuwa alikuwa anajua timu yake ya Yanga na aina ya wachezaji ambao anao na timu pinzani ya Simba na aina ya mchezo anaocheza. So alianalyze mechi ya Simba, alianalyze mechi ya Simba wanavyocheza, akaangalia na uchezi na timu yake. Ijapokuwa watu walisema kutolewa na Nigeria timu ya kucheza vizuri, lakini aliwahakikishia watu kama Yanga ijapokuwa muda ulikuwa mdogo wa maandalizi, lakini tuna timu nzuri ambayo itakuja kuwa tishio huko mbele. Ni hicho tu ndio kilichomfanya yeye aje kabisa kwa kujiamini, sababu aliangalia na wachezaji wake na akaangalia mchezo wa Simba wanavyocheza. Je comprends, we understand. Les fans, ils ont besoin d'un titre. Nous travaillons vraiment sérieusement pour ça. Nous allons être un concurrent très très sérieux par rapport à Simba qui nous respectons encore. Mais le travail il reste. On ne va pas s'arrêter là. Nous avons deux objectifs, gagner les titres cette année, mais en même temps construire une grande équipe pour vraiment qu'on n'ait pas les histoires comme on a eu en Afrique là pour le premier match. Et on est dans le bon chemin, je suis dans le bon chemin, vraiment. Anajua kama mashabiki wa Yanga wanahitaji kombe ya ligi kuu, na kweli katika timu ambayo tunatengeneza, katika timu ambayo anatengeneza ni timu ambayo itakuja kuleta ushindani mkubwa. Hata kama mpinzani wetu Simba naye ana timu nzuri, lakini Yanga ina timu nzuri ambao sio tu kwa itachukua ubingwa na itakuwa timu kubwa tishio. Na pia tuna kazi nyingi sana ya kufanya ili timu yetu ifikie malengo, ifikie malengo ambayo tunayohitaji ili tuchukue ubingwa wa ligi kuu, na pia hata tukienda Champions League tena tusitolewe safari ya kwanza kama tulivyotolewa mwaka huu. Je suis très content parce que depuis le début de saison jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'assistant. J'étais très fatigué pour ça. Le choix de Kazi, d'abord pour l'équipe première, c'était vraiment un excellent choix parce que Kazi connaît les joueurs, il connaît le championnat, il connaît les Swahili, il connaît le français et c'était quelqu'un de bien. Et je suis très très heureux de sa venue. La vérité, Dieu est là. Anasema kwanza anafurahi sana na Mungu anamuona ujio wa Kazi. Sababu toka mwaka jana, toka mwezi wa 5 ama wa 6 alikuwa hana msaidizi, alikuwa yeye mwenyewe. Kachoka, lakini ujio wa Kazi utasaidia sana sababu Kazi ni mtu ambaye anajua Kifaransa, anajua Kiingereza, anajua Kiswahili, anajua wachezaji na ni mtu mzuri. Ina maana watafanya kazi kwa pamoja ili kupeleka timu mbele kufikia malengo. Bwana Nasreddine huyo kocha wa Yanga akizungumza baada ya mechi hiyo. La sortie africaine de Young Africans est de faire le maximum pour pouvoir offrir une victoire à nos fans et à nos supporters. Mechi ya kesho kama dabi, sio tu sababu ni dabi, lakini pia ni ngao la hisani, na ngao ya hisani ni kombe hivyo sababu ni final. Lazima atapatikana mshindi, ingawa mechi itaenda draw, lazima iende kwenye matuta. Sio dabi tu ya kawaida, lakini pia ni finali sababu ina kombe ndani yake. Katika maandalizi wamejiandaa vizuri, kusahau kwanza hiyo swala kutolewa kwenye Champions League. Toka timu irudi kutoka Nigeria inajipanga kisawasawa, sababu hii mechi ndio mechi ambayo itaandaa ligi, na timu zote mbili ni katika mechi za mwanzo ambazo bado timu zinakuwa hazijacheza. Hii hapa ni kama mechi ya ufunguzi. Inafungua sababu ya ligi, na pia wachezaji watakuwa labda wachezaji walikuwa hawajacheza sana, hawana game fitness kutokana na jinsi ya kulikuwa likizo na pre-season, lakini ni mechi ambayo watu wengi wanasubiria, na hata wachezaji na benchi la ufundi wote wako tayari kwa kupambana kwenye mechi. Timu itakapopata muunganiko, Yanga itakuwa tishio kwa Tanzania na kwa Afrika. Na wachezaji ambao wamesajiliwa hawajasajiliwa tu
kwa bahati mbaya wamesajiliwa kwa umakini zaidi, sababu walichunguzwa kwenye kamati ya usajili boss GSM. Nous avons travaillé très dur pendant que tout le monde s'est arrêté pour avoir un recrutement intelligent. Mr. GSM, beaucoup de sacrifices financiers. Engineer Herzi, Sinzo, Dr. Msola, all together for building a big team, inshallah, in Africa here. Waliungana, boss GSM katoa hela nyingi sana kwa kusajili wale wachezaji ambao wamewasajili. Kamati ya usajili na yeye mmoja hapo, akiwemo Dr. Msola, kina Senzo, kina engineer Eri Saidi. So wamefanya usajili ambao ni mkubwa, na ule usajili mkubwa utakuja kwa pamoja, utakuja kuonekana pale ambapo timu ikipata tu muunganiko wa pamoja. Haya ni maandalizi hayo ya Young Africans kuelekea hapo kesho katika mchezo muhimu kweli kweli. Huu mchezo ni unachezwa siku moja. Bahati mbaya au nzuri ni mchezo ambao una kombe. Bahati mbaya au nzuri mshindi lazima apatikane hata kwa matuta. Kwa hiyo ni mchezo muhimu kwa pande zote mbili, tuiweke namna hiyo. Kabisa, ni mchezo mzuri na mgumu kwa pande zote mbili, na katika maelezo hapo ya kocha Nabi tumemsikia amezungumza kwamba timu itakapopata muunganiko itakuwa tishio kwelikweli, kwa sababu katika usajili waliofanya wameshirikiana kwa pamoja na GSM, kamati ya usajili, lakini pia kina engineer Health pamoja na yeye mwalimu mwenyewe pia akihusika katika namna moja ama nyingine, karibu ndani ya miezi mitatu hivi ili kutengeneza muunganiko wa kikosi zaidi. Patamu hapo muunganiko. Kocha anahitaji muunganiko. Kwa hiyo mpeni nafasi tulitazama hilo tukianza na Jojoba kuhusiana na kocha. Miezi mitatu ni michache, lakini sio michache kwa sababu kesho ni ufunguzi wa ligi rasmi, halafu hapo mbele kuna michezo mingine ambayo itaanza. Kocha anahitaji miezi mitatu ili kikosi kiweze kukaa sawa sawa na muunganiko uweze kupatikana. Kwanza nadhani muda ambao ameutaja Nabi ni muda mdogo sana. Miezi mitatu kutengeneza timu ambayo itakuwa ni ya ushindani haswa, kwa sababu pale ilipo ni of course ni ya ushindani, na ndio maana inashindania hiyo ambavyo mataji ambayo inashiriki, lakini kuitengeneza kwenda kwenye level nyingine zaidi ya pale, hiyo ni kazi ambayo inahitaji zaidi ya miezi mitatu. Okay. Zaidi tukisema tu realistic, nadhani ametaja miezi mitatu kwa kiwango cha chini kabisa, kwa sababu na pia nataka nimkumbushe kitu kimoja Nabi kwamba East Africa hususan Tanzania, mashabiki zetu au sisi soka letu tumeliweka kwenye results oriented. Kwa katika huo muda ambao anataka yeye wa miezi mitatu, ajue kabisa na matokeo yanatakiwa ndani ya hiyo miezi mitatu pia. Uwezo ukasema miezi mitatu afu kwa unaendelea kupoteza michezo. It's impossible. Utayani kufumba na kufumbua, kesho asubuhi mambo yanaweza kaa ni mengine. Kwa hiyo anatakiwa awe makini na hilo. Wakati anahitaji miezi mitatu, anatakiwa pia awe anakusanya point. Na ni timu nzuri ambayo inafanya hivyo katika nyakati ambazo bado mnaendelea kujitafuta kufika to the another level. Ni katika nyakati hiyo pia ambayo mnajua mnatakiwa kushinda, katika nyakati ambazo hata mchezi vizuri. Mashabiki zetu sisi jinsi walivyo, ni siku hizi ndio wameanza kutambua kwamba kuna kucheza vizuri na kushinda, na vyote vinatakiwa viendane kwa pamoja. Yaani kwamba mnashinda lakini na wanataka pia mcheze vizuri. Ni katika kipindi hiki. Kipindi cha nyuma kidogo watu walikuwa wanaangalia timu imeshinda